Kuna ile ambayo kila ukiingia bandani asubuhi unakutana na vifo, mchana unakutana na vifo, jioni unakutana na vifo. Lakini ukijaribu kuangalia, labda huenda ikawa kuna dalili yoyote ambayo inasababisha kuku wako wanakufa, unashindwa kuelewa. Yani huoni dalili yoyote kila ukichunguza. Kusema uchunguze kama kuna kuku ambao wamezubaa bandani, huwaoni. Ukisema uchunguze kinyesi cha kuku wako kina rangi gani, ili uweze kutambua ugonjwa, hawa kuku wanaumwa ugonjwa gani kupitia kinyesi chao. Unaona kinyesi kipo vizuri kabisa. Nadhani jana nilielekeza vizuri kabisa kuhusiana na elimu ya kutambua magonjwa kupitia vinyesi. Kama hukuona vizuri, mwishoni mwa hii video, mwishoni kabisa kule nitakuwekea pia hii video. Kwa hiyo unakuwa huoni chochote kile ambacho kinawaandama kuku wako. Sasa hiyo ni shida, kwa sababu utashindwa kutibia, yani unashindwa kuelewa uwape dawa gani. Kwa mfano ungewaona, ukiwashika, ukiangalia, ukiona wana mafua, ungekuwa direct unaenda unawatibia mafua na wanapona. Labda ukiona wanahara, kinyesi cha kinafanana na damu, unajua kabisa hii ni coccidiosis, basi utawatibia. Lakini kuku wanakufa, huelewi wanaumwa magonjwa gani. Hapo baadhi ya magonjwa ambayo kama kuku wako wakiumwa ni ngumu sana kuona dalili zao, yani inakuwa ni ngumu sana. Yapo magonjwa ya aina hiyo. Sasa hapa ninataka nikupe mchanganyo ambao ukiutumia kwa kuku ambao hujajua wanaumwa kitu gani, yani hata kama wewe bado huna elimu ya kutosha ya kutambua magonjwa ya kuku, ila kuku wako wanakufa, huu mchanganyo utautumia. Yani hata kama labda tuseme kuku wanaumwa mafua, mtu ambaye ni mzoefu akiangalia anajua kuku wanaumwa mafua. Kuku wanaumwa typhoid, mtu ambaye ni mzoefu akitazama, mfugaji atajua kabisa kwamba kuku wangu hawa wanaumwa typhoid au wanaumwa kipindupindu. Kwa wazoefu ni rahisi sana kutambua magonjwa. Sasa kwa wewe mfugaji ambaye bado ndio unaanza, unashindwa kutambua magonjwa, au imetokea tu shambani kwako umeshindwa kutambua kuku wako wanaumwa ugonjwa gani, basi sikiliza hii video mpaka mwisho. Nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukawatibia au kuku wako na ukapunguza vifo hapo shambani kwako kwa asilimia kubwa zaidi. Nisikilize vizuri kabisa. Lakini kwa mfugaji yoyote yule ambaye uwe unaanza, uwe mfugaji wa muda mrefu, ninakushauri ujiunge na kundi letu la mafunzo ya ufugaji. Sio kwamba tunafundisha kwamba 1 2 3, tunabadilishana uzoefu pia kwa wale wafugaji wa muda mrefu. Ni kwamba sisi tunakuonyesha mbinu zetu ambazo tunatumia hapa shambani, hasa kwenye matumizi ya hizi tiba za asili, namna ambavyo tunawalea kuku. Kwa hiyo lazima kuna kitu kimoja au viwili unaweza ukaongeza hapo kwenye uzoefu wako. Na sisi hapa ada ni shilingi 8,000 ya muda wa miezi miwili. Kwa muda wa miezi miwili, ukiwa na changamoto yoyote ile, basi unaweza kutupigia simu. Pia tunavyo hivi vitabu ambavyo vitakusaidia sana kwenye ufugaji. Vitabu vipo 4 ambavyo tumeviandika sisi wenyewe, ni miongozo ya ufugaji, lakini pia miongozo ya kutengeneza hizi tiba za asili. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi 10,000. Vitabu vyote vipo katika mfumo wa PDF, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp pale ambapo utahitaji wasiliana na sisi KingoFarm. Sasa hapa utahitaji vitu vifuatavyo. Kwanza kabisa utahitaji uwe na karoti, lakini pia uwe na pilipili, uwe na kitunguu maji, vile vile kitunguu saumu pamoja na asali. Lakini kitu kingine cha kuongeza hapo ambacho unahitaji kuwa nacho ni majani ya aloe vera. Uwe na majani ya aloe vera. Ukiwa na majani ya aloe vera 3, ukawa na karoti 3, ukawa na pilipili 5, kitunguu maji 1, kitunguu saumu vitunguu saumu 2, kisha utachukua vijiko 3 vya asali. Vijiko 3 vya asali
Huu mchanganyo wote unachanganyia kwenye maji lita 10. Hiyo idadi ambayo nimeitaja hapo unachanganyia kwenye maji lita 10. Hakikisha hivi vitu unaviblend vizuri kabisa, na vitu ambavyo unaweza ukaviblend pamoja, kuna karoti, kuna tangawizi, kuna pilipili, kitunguu maji, kitunguu saumu. Hivyo vyote unaviblend pamoja. Majani ya aloe vera haya utayablend kivyake, lakini baadaye utakuja utachanganyia. Kabla ya kuchanganya kwenye maji utakuja utachanganya huu mchanganyo. Alafu ukishachanganya kwenye maji huu mchanganyo, sasa ndio uje uweke vijiko 3 vya asali. Hivi vijiko vya chakula 3 vya asali. Kawaida unapoweka asali hakikisha unaikoroga, yani lazima uikoroge, kwa sababu kama hutofanya hivyo asali ina tabia inaendaga inakaa chini, inakaa tofauti. Na kitendo cha kuweka asali maana yake unaufanya huu mchanganyo uwe na nguvu, tunasema ile energy, uwe na booster. Kwa wale kuku ambao labda wamelegea, wamefanyeje, wanapata hadi nguvu ya kula, kiasi kwamba kama unao kuku hawali kabisa, basi inatakiwa uzidishe kidogo kiasi cha asali, yani kutoka kwenye vijiko 3 uje uweke vijiko 5, afu kisha uanyweshe huu mchanganyo wale kuku. Kwa hiyo itawasaidia sana, ndani ya muda mfupi wale kuku wataanza kula na kunywa hiyo dawa. Fanya hivi, hii dawa wapatie kwa muda wa siku 3 mpaka siku 5 mfululizo, mpaka pale ambapo ukiona umewapa siku 5 bado vifo vile vipo vinaendelea kutokea, basi inatakiwa ubadilishe au upate mawasiliano zaidi na KingoFarm ili tuweze kujua ni tiba gani utaitumia. Sasa ninapozungumzia mawasiliano na KingoFarm, ndugu zangu, ni vema ukawa umejiunga kwenye kundi la ufugaji. Itakuwa ni rahisi sana kuweza kuwasiliana na KingoFarm. Na hapa mwishoni nimekuwekea ile video ambayo nilikwambia utaitazama, ya kutambua magonjwa kupitia vinyesi. Hiyo video ambayo ipo hapo juu, kama utabonyeza hapo basi utakwenda kuitazama hiyo video. Na hapo ambapo unakuta pana hiyo logo ya WhatsApp, ukibonyeza hiyo moja kwa moja itakupeleka kwenye WhatsApp yetu, na utaweza kuwasiliana na sisi kama unahitaji kitabu au kujiunga na kundi.